Yes, mwanamichezo, ni wasaa kuangazia habari za michezo kimataifa. Unayemsikia na kumtazama kwa wakati huu ni mimi defensive midfield Justin Mwalinga. Yapo mengi ya kimichezo ambayo yamegonga mioyo ya watu, lakini pia hisia za watu kwenye vijiwe vya kidijitali. Yako mengi sana, lakini kubwa zaidi ni tunaangazia habari za michezo kimataifa. Bwana, vilabu vya Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Manchester City na Bayern Munich zinamtazama kwa karibu zaidi kiungo wakati wa klabu ya AC Monaco mwenye umri wa miaka 21 Lamine Camara ili kuweza kumsajili kwenye timu zao. Na taarifa nyingine ambayo imewashtua wengi ni urejeo wa Neymar Jr. ambaye takriban miaka miwili amekosekana kwa sababu ya kuwa na majeraha ya muda mrefu, lakini kitu ambacho kimewastaajabisha watu wengi kwenye national team ya Brazil ni pamoja na kukosekana au kutokuitwa kwa mshambuliaji wa Manchester United ambaye anakipiga kunako klabu ya Real Betis kwa mkopo, na mzungumzia Anthony ambaye kwa siku za hivi karibuni amekuwa na kiwango bora zaidi, lakini pia kiungo mshambuliaji wa klabu ya Real Madrid Endrick naye pia amekosekana, mchezaji ambaye na yeye amekuwa kwenye kiwango bora zaidi. Bwana, jana UEFA Europa League iliendelea hatua ya 16 bora, na baadhi ya michezo ambayo iliwastaajabisha watu wengi sana kulingana na matokeo ambayo yalipatikana ni pamoja na kule nchini Uturuki. Bwana, Jose Mourinho na Fenerbahce yake alipoteza goli 3-1 dhidi ya Rangers kutokea kule nchini Scotland, hali ambayo ilipelekea kumuibua Jose Mourinho kugombana na waandishi wa habari baada ya mchezo ule kumalizika kulingana na maswali ambayo waliweza kumuuliza. Mchezo mwingine ambao ulivuta hisia za watu wengi sana, Ruben Amorim na Manchester United yake wakaenda sare ya kufungana goli 1-1 dhidi ya wenyeji Real Sociedad. Lakini mchezo mwingine ambao ulivuta hisia za watu wengi zaidi ni kule nchini Uholanzi, AZ Alkmaar jana wanafanikiwa kuibuka na ushindi wa goli 1-0 dhidi ya Tottenham Hotspur ambayo kwa siku za hivi karibuni mwanamichezo imekuwa na mwenendo mbaya zaidi kwenye ligi kuu nchini England, ikiwa nafasi ya 13 wana alama zao 33, lakini nyuma yao kwenye msimamo wapo Manchester United ambao wapo kwenye nafasi ya 14 wakiwa na alama zao 27. Hiyo ni baadhi ya michezo ambayo ilipigwa michezo mingi, lakini hiyo ni baadhi tu ya michezo ambayo ilivuta hisia za watu wengi sana. Lakini kuna timu ambazo hujazisikia kwenye hatua hii ya 16 bora nchini England, lakini pia kwenye UEFA Champions League hujazisikia. Hapa nawazungumzia The Blues Chelsea ambao jana kwenye UEFA Conference League walikuwa na mchezo wakiwa ugenini dhidi ya FC Copenhagen. Walifanikiwa kuibuka na ushindi wa magoli 2-1 na magoli ya Reece James na Enzo Fernandez yalitosha kabisa kuitakatisha Chelsea uweza kuibuka na ushindi siku ya jana. Bana, hayo yalikuwa ni 16 bora ya UEFA Europa League, lakini pia UEFA Conference League. Jana usiku wa kuamkia leo ambapo ni alfajiri, NBA regular season iliendelea kwa michezo mingi ambayo ilipigwa, lakini moja kati ya mchezo wa kuvutia ni pamoja na LA Lakers ambao jana walikuwa wakipepetuana, usiku wa kuamkia leo walikuwa wakipepetuana dhidi ya New York City Knicks, ambapo Lakers walifanikiwa kupiga pointi 113 dhidi ya pointi 109 ambazo wamezipata New York City. Yes, ni hayo tu ambayo yalikuwa kwenye meza ya kimichezo, lakini usisahau update ambazo zimejitokeza hivi karibuni ni pamoja na klabu ya Bayern Munich ambapo wameingia makubaliano na kiungo wao tegemeo Joshua Kimmich, ambapo kwa hivi sasa atasaini kandarasi mpya ambayo itamweka mpaka Juni 2029. Mimi ni defensive midfield Justin Mwalinga. Kwa update mbalimbali za kimichezo endelea kusalia hapa Sky TV, lakini pia unaweza kunifollow kwenye mitandao ya kijamii Instagram na Facebook, natumia Justin_Mwalinga. Bye bye.